Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu watazamaji, niliko mbele yenu naitwa Dr. Balagomwa. Leo naletea kipindi cha kuelezea vyakula ambavyo ni hatarishi katika afya ya homoni ya tezi inayokontrol kukua kwa tezi dume au kutanuka kwa tezi dume. Baadhi ya vyakula ni vifuatavyo: vyakula vilivyosindikwa, mfano ngano, nafaka, mfano mikate, havina afya nzuri katika kukua kwa homoni ya tezi dume. Kwa hivi vinakuwa vina sodium nyingi kwa ajili ya kutunza vile vyakula. Kwa ile sodium inakuwa ni changamoto katika metabolism, yani mechanism ya homoni ya tezi inayokontrol kukua kwa tezi dume. Vyakula vingine ambavyo ni hatarishi katika kukua kwa tezi dume, kwa hiyo uliyetibiwa tezi dume ukapona, epukana navyo sana. Vyakula vyenye mafuta mengi, mfano vyakula vya kukaanga. Hivi vinakuwa vina asidi nyingi ambayo ile inakuwa ni changamoto katika mechanism ya homoni ya tezi, na pia mafuta yanapokuwa na gandamana kwenye mshipa, hata mzunguko wa damu nakuwa ni changamoto. Vyakula vingine ambavyo inatakiwa tuepukane navyo, vyakula vyenye sukari nyingi. Sukari si nzuri, na hata wenye kuathiriwa na saratani huwa wanakatazwa kula vyakula vyenye sukari. So changamoto ya sukari inavyozidi inaathiri mfumo wa damu, na pia sukari ikizidi ina uwezo wa kuathiri hata ukuaji wa seli. Seli baada ya kukua vizuri zinabadilika na kuwa vivimbe vidogo vidogo. Ndio maana vyakula vyenye sukari ni moja hatarishi hata kutokea kwa aina yote ya saratani. Kwa wewe uliyetibiwa tezi dume, hata ulishafikia umri mkubwa wa kuweza kuelekea kwa changamoto ya kutanuka kwa tezi dume, epukana na vyakula vyenye sukari nyingi. Ni hatarishi katika afya ya homoni ya tezi na ukontrol kukua kwa tezi dume. Pia vyakula vingine, nyama, mfano nyama inayotokana na moyo, inayotokana na figo, inayotokana na ini. Hii ni changamoto sana, na hasa nyama hiyo ambayo inatokana, yani nyama aina ya ini, figo pamoja na moyo inayotokana na wanyama tunaowafuga na kuwala. Ni hatari sana katika afya ya homoni ya tezi inayokontrol kukua kwa tezi dume. Kwa hiyo tujitahidi kuepukana na aina ya nyama hizo, kuzila kwa wingi sana. Tuende kwenye vinywaji. Vinywaji vinavyoathiri mfumo wa homoni ya tezi dume ni vinywaji vyote vyenye aina ya kafeni. Vinywaji vyote vyenye aina ya kafeni, mfano kahawa na mfano wake. Kafeni ni moja ya changamoto sana inayoathiri ufyonzaji wa homoni ndani ya mwili, homoni ya tezi ndani ya mwili kwa ajili ya kwenda kuimarisha tezi dume. Kwa vinywaji vyenye kafeni inakuwa ni changamoto. Kwa wewe umeumwa tezi dume, hata kama hujaumwa tezi dume, unakunywa kahawa sana, baadaye unaweza ukashangaa ulishajitibia tezi dume ukapona, baada ya mwaka mmoja, miwili, mitatu, minne, ukashangaa inarudia tena. So tayari unaendelea kunywa vinywaji ambavyo ni hatari katika afya ya homoni ya tezi, ambayo ndiyo mama katika kulea tezi dume. Kwa hiyo tujitahidi kuepukana na kunywa kahawa kwa wingi, na pia kahawa sio nzuri hata katika afya ya kawaida ya mtu ambaye hajawahi kuumwa tezi dume. So kahawa inaweza kusababisha high blood pressure, kutokea kwa pressure ya kupanda. Mnywaji wote wa kahawa lazima anapomaliza kunywa kahawa atasikia mapigo ya moyo yanaenda kwa kasi. Kwenda kwa kasi ni kutokana na kafeni inakuwa iko ndani ya kahawa, kwa hiyo inaenda kwenye mfumo wa damu. Kuingia kwenye mfumo wa damu maana yake inasababisha mapigo ya moyo kuongezeka kwa ajili ya kupampu damu. Kwa utajikuta mtu anapumua kwa shida. Kwa at the end, kahawa sio nzuri, inaweza kusababisha hata maradhi ya pressure ya kupanda. Kinywaji kingine ambacho sio salama kwa mtu yote ambaye alishapona tezi dume, na hata kama na umri wa kuweza kupata changamoto ya tezi dume, hata kama bado ni kijana, kinywaji cha pombe. Pombe ni hatari sana katika kuathiri utendaji kazi wa homoni ya tezi inayolea kukua kwa tezi dume. Kwa hiyo tuepukane na vinywaji kama pombe, si salama. Vyakula kama mikate si salama. Nafikiri mtakuwa mmenielewa vizuri. Naitwa Dr. Balagomwa, ofisi inapatikana Kariakoo karibu na klabu ya Yanga. Pia naandika stendi ya Sinza pale, ofisi ipo Mjomba, nasimamia vizuri. Namba za simu 0694029277 au 0655782996. Tiba ipo, Allah anajali, watu wanapona vizuri sana. Dawa ya Akela, Allah anajali, alhamdulillah, watu wanapona sana. Usikate tamaa na rehema za Allah. Karibuni sana, nimekupa darasa. Epukana na vyakula hivyo. Vinywaji pia vya soda si nzuri.
aina ya energy yote ile sio nzuri, epukana navyo, ishinde nafsi, utakuwa ni mwenye kuwa na afya njema. Karibu sana.